tumeshawasikia, lakini wacha tufanye istikhara. Ikiwa ni khairi, basi inshallah tutakuita, tutakupigia simu. Ukiambiwa hivyo ndugu yangu, usijisumbue kijana mwenzangu. Kiambiwa tutakupigia simu, wacha tufanye istikhara, tafuta sehemu uende. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Ndugu katika iman, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume sallallahu alayhi wasallam, tunahusiana kwa jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhira yamefungamanishwa na taqwa. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika dunia hii, malengo ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ni kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maa dhalik, pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi tukiwa ni pairs. Allah subhanahu wa ta'ala amemwangalia mwanadamu, akaona kwa ule utulivu wake na ile amani na moyo wake katika dunia hii, ili atekeleze ibada za Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, ili awe yeye atakuwa amesimama na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala akamuumbia mwanamume huyu awe na mwanamke, au akawafanya watu au viumbe vyake vikawa ni viwili viwili. Hivi tujiulize ndugu katika imani, leo Allah subhanahu wa ta'ala angejalia kukawa ni wanaume peke yao na hali tulionao ya shahawat, tungeishi vipi katika ulimwengu kama huu? Au Allah subhanahu wa ta'ala angewaumba wanawake peke yao wakawa hawana wanaume, vipi wangeishi katika ulimwengu kama huu? Allah subhanahu wa ta'ala anaweka mambo kwa uwezo wake. Allah subhanahu wa ta'ala anayaweka mambo kwa hikma yake kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndio akamweka mwanamume na mwanamke, ndio akaweka jinsia mbili kwa kila sekta. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka pairs. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an: 8 azwaj min adh-dha'n 2 wa min al-ma'z 2 qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mwanamke na mwanamume, ameweka jinsia ya kiume na ya kike, na ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala jinsia moja, wawe watastarehe jinsia moja, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha starehe ya jinsia moja, iwe ni ya kiume au ni ya kike. Kwa hiyo hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah, hakuna neema yoyote mnayokuwa nayo nyinyi wanadamu isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sisi kuidhibiti neema hii, ni sisi
kuitumia neema hii vizuri kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka lau tutaiendea neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitumia vile anavyotaka Allah tabaraka wa ta'ala, bila shaka neema hii tutazidishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka neema hii itakuwa na baraka za Allah tabaraka wa ta'ala. Kinyume chake, tutakapoichezea neema hii, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa neema kama hii. Wa idh ta'adhana rabbukum, Allah subhanahu wa ta'ala ashatangaza ya kwamba wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mukishukuru kwa zile neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atawazidishia. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, na lau mtazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi mutambue adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala ni kali. Ndugu katika imani, neema hii ya kujaliwa mwanamume kuwa na mke au mke kuwa na mume ni neema kubwa sana ahibati fillah, bali ni alama miongoni mwa alama za utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwepo wake na uwezo wake. Yaqulu Allah jalla wa ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum, ni kuwaumbieni nyinyi kutokamana na nafsi zenu, min anfusikum azwaja, kuwaumbieni wake kutokamana na nafsi zenu. Maana yake ni nini? Hawezi mwanadamu akatoka hapa akaenda akafanya nikah na ng'ombe. Hawezi mwanadamu akafanya nikah na jini. Hawezi mbuzi akawa yeye anastarehe na kuku. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kila mahali, ameweka sampuli yake, au kila sehemu amepanga Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile anavyoweza na uwezo wake na hikma yake. Wa min ayatihi, na katika alama zake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuwaumbieni nyinyi kutokamana na nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili kwanza mupate utulivu. Huu utulivu ambao hawezi kuupata yule ambaye hayupo katika ndoa, utulivu ambao wanautambua wale ambao wako katika neema hii ya ndoa. Litaskunu ilaiha, kuna sakina, kuna utulivu katika ndoa. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baina yenu nyinyi wanandoa mawaddatan, mapenzi, wa rahma, na kuhurumiana. Allah subhanahu wa ta'ala ameyajenga mapenzi baina ya wanandoa, amejenga huruma baina ya wanandoa. Unaweza ukamhurumia mtu lakini usimpende. Unaweza katika pita umetembea njiani ukamwona mtu anateseka, ukamwona mtu anaomba, ukamhurumia kwa kumpa kile ulichonacho, lakini haimaanishi kwamba umempenda. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akataja mahabba kisha akataja rahma, akataja mawadda kisha akataja rahma. Mapenzi na huruma zinapatikana katika ndoa. Ahibati fillah, huu mukaddima wetu unatuashiria nini? Ikiwa tushatambua hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya ndoa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lau tutaichezea neema hii, basi tutambue adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na tusubiri. Tutambue neema hii itaondolewa kwenye mikono yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani,
Mtu anapoiendea neema kama hii ya ndoa, anapokuwa tayari kijana kuoa au binti kuolewa, ni vipi tunaiendea neema hii ahibati fillah, hasa katika hali ya mazingira yetu na maisha yetu? Ndivyo alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo alivyotueleza Mtume alayhi salatu wassalam. Au ni fikra zetu, ni mawazo yetu, tumekaa tukabuni hali za kuendea neema kama hii ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu katika imani, tutambue ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anapoliamrisha jambo katika dini kama hii, hakuna anayetakiwa kati yetu kuwa na khiyari katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, liannahu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume alayhi salatu wassalam hazungumzi kwa hawa za nafsi yake, bali ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, Mtume alayhi salatu wassalam anamfundisha kijana ambaye anayetaka kuenda kuoa, anayetaka kuenda kutafuta binti ambaye ndiyo atakuwa ni binti ataishi naye katika maisha yake. Anaeleza sifa za kutafuta binti huyu, na hapa ndipo unapojengwa usra wa Kiislamu. Hapa ndipo mbegu inapokwenda kuwekwa, mbegu ya Uislamu ndio inapokwenda kupandwa. Mbegu hii ni wapi unakwenda kuipanda mbegu hii ya Uislamu? Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah, hivi yule ambaye atapanda, yule ambaye ataweka jengo lake vizuri, atakuwa ni mwenye kulisimamisha juu ya uchaji Mungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ala taqwa min Allah wa ridwan, na ridwani za Allah subhanahu wa ta'ala, akawenda kujenga jengo lake na kuweka msingi wake juu ya uchaji Mungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin ha. Hivi je, uko sawa na yule ambaye atakwenda kuliweka jengo lake na maasiya, atakwenda kuliweka jengo lake juu ya maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanhara bihi fi nari jahannam, wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin? Vipi unakwenda kujenga usra na mujtamaa wa Kiislamu, wewe kijana unapokwenda kuoa, wewe binti unapoolewa, hawa wazazi wanapoipanga sherehe ile ya ndoa, ni vipi wanakwenda kukikuza kizazi hiki na kukisimamisha kizazi hiki kiwe ni kizazi cha Kiislamu? Ndugu katika imani, Mtume alayhi salatu wassalam anaanza na huyu kijana, anamwambia tunkahu almar'atu li arba', mwanamke anaolewa kwa sifa 4: lijamaliha wa lihasabiha wa lidiniha wa limaliha fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Anaolewa mwanamke kwa sifa 4. Anaolewa kwa uzuri wake, anaolewa mwanamke kwa nasaba yake na familia aliyotoka mwanamke yule, anaolewa mwanamke kwa mali aliyokuwa nayo, na vile vile anaolewa mwanamke kwa dini yake. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Zingatia sana. Mtume alayhi salatu wassalam akapiga msumari kwenye dini,
Hapa ndipo tunatakiwa vijana, kila kijana ambaye anataka kuliendea jambo la ndoa, haujaoa bado una fikra kuendea jambo hili, basi tuliza akili yako, mchague mama bora, jenga familia ya Kiislamu kwa kuanza kuchagua mama aliyekuwa bora kwa watoto wako, kwa kuanza kuchagua mke aliyekuwa bora, ili uweze kuishi katika maisha ya raha na maisha ya saada. Naam, kuna saada ukichagua mama aliye bora. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, ad-dunya kulluha mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Maisha mazuri katika dunia hii ni kuwa na mwanamke aliyekuwa bora, mwanamke aliyekuwa mwema. Mtume alayhi salatu wassalam hakusema mwanamke mwenye mali nyingi, mwanamke mwenye uzuri wa kupitiliza, mwanamke mwenye ametokea familia ya kitajiri, lakini amesema almar'atu as-salihah, mwanamke aliyekuwa mwema. Ndugu katika imani, upande wa pili, geuza shilingi upande wa pili. Binti wa Kiislamu anatakiwa na yeye pia achague ni kijana gani anayekuja kumuoa. Asije kijana tukiholela holela akaja akamposa binti yako na kutaka kumuoa binti yako. Kama vile kwa mwanamume au kwa kijana wa kiume anatakiwa ana sifa 4 za kuchagua binti wa kumuoa. Vile vile upande wa binti wa Kiislamu kuna sifa ambazo anatakiwa azichague binti huyu, bali mzazi wa binti huyu atizame sifa kama hizi. Nazo ni sifa 2 alizozieleza Mtume alayhi salatu wassalam, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Akiwajieni nyinyi yule ambaye munairidhia dini yake na munaridhia tabia yake, muozesheni kijana huyu. Mtume alayhi salatu wassalam hakutaja mali, Mtume alayhi salatu wassalam hakutaja pesa, hakutaja magari, hakutaja kitu chochote. Dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, dini yake na tabia yake muozesheni kijana huyu. Lakini ma'al asaf, kullal asaf, masikitiko makubwa, majumba yetu sasa hivi yamekuwa ni majumba ya biashara. Zamani walikuwa wale waliopita wanaporuzukiwa watoto wa kike wanakasirika kwa kuzaliwa watoto wa kike, wakiona kwamba hawana msaada watoto hawa katika maisha yao. Anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Nyuso zao zinakasirika wanaporuzukiwa watoto wa kike. Kinyume chake ni leo hii tunapopata watoto wa kiume tunakata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu tumeona watoto wa kike ni biashara kubwa kwetu sisi. Sasa mtu anapopata mtoto wa kiume analalamika, lakini anaporuzukiwa watoto wa kike anakuambia mahesabu yanaanzia wakati mtoto anavaa pampers. Anahesabu kuanzia pampers ya kwanza mpaka siku atakayoolewa binti yule. Kisha ndio anapokuja kijana anaulizwa swali la kwanza, ni kazi gani bosi unayoifanya? Wala haulizi wewe unaswali swala 5 kwa siku, umehifadhi Qur'an, unajua hadithi ngapi katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Swali la kwanza ni kazi gani unayoifanya? Mshahara unaopata kwa mwezi ni mshahara wa pesa ngapi? Wallahi ndio majumba yetu. Na hali hii iko zaidi kwa kina mama. Binti wa Kiislamu hana fursa ya kusema kile anachokihitaji katika mahari yake.
wanakaa mashangazi, wanakaa kina mama, wanakaa, kisha anapangiwa kijana yule, anaangaliwa tokea anakuja katika nyumba ile kuposa. Amekuja na tuktuk, amekuja na pikipiki, amekuja na gari. Hiyo ni step ya kwanza. Kisha atakapoingia katika mazungumzo, na sasa hivi watu wanapopeleka posa zetu zinakaribishwa na wanawake. Wanawake ndio wanazipokea posa zile. Baba yeye amekaa chumbani, ameshikilia tumbo lake, hana habari kabisa. Baba yeye yuko kazini kwake, fanyeni mambo yenu mnavyotaka huko. Wanawake wameachiwa jambo hili, wanakaribisha familia ya mume, kisha zinaanza kufanywa biashara pale. Wala si ndoa, ni biashara. Binau al-usratu al-islamiyya. Hivi ndivyo tunavyojenga familia zetu za Kiislamu. Hizi ndio step ambazo tunajenga familia zetu. Tumefeli tokea mwanzo kuchagua mke. Pili, tumefeli katika mahari zetu. Tumefeli vijana ambao tunawapokea kuwaozesha mabinti zetu. Tumefeli vijana, tunaenda katika majumba gani kuoa? Tumefeli ahibati fillah. afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu katika imani, maudhui hii ni ndefu sana, haiwezi tukaimaliza khutba moja wala mbili wala tatu, kwa sababu kuna nukta nyingi ambazo ni muhimu tunafaa tuzifahamu kama Waislamu, kama jamii ya Waislamu. Tumeenda kuiacha dini yetu nyuma, tumetupilia mbali dini yetu, tukafuata mila za Mayahudi. walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Sisi tunafuata mila za Mayahudi na Manasara. Mtume alayhi salatu wassalam anasema la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa al-qudhati bil-qudhah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Mutafuata nyenendo za wale waliotangulia Mayahudi na Manasara, step by step mwazifuata nyendo zile. hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum, hata wakiingia katika tundu la mburukenge mtaingia na wao, kwa kuwa nyinyi mmekubali kuwafuata Mayahudi na Manasara. Ndugu katika imani, amekuja kijana wa Kiislamu kuposa katika nyumba ya Kiislamu, nyumba ambayo bali majumba mengine ndani yake kuna majumba watu wamesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al asaf, kullal asaf, masikitiko makubwa, ndani ya majumba hayo wako mashekhe ndani yake, wako watu wanajua dini ya Allah vizuri. Amekuja kijana mutamassik bidinihi, anashikana na dini, ameshikamana na dini yake, akhlaqi yake usiulize kwa watu, ana akhlaqi nzuri, tabia nzuri, masha Allah, ameshikamana na dini yake. Lakini amekuja kumposa mtoto wa shekhi. Amekuja, tusirudi kule kwa wale ambao hawajui dini, hawakusoma, wao ni Waislamu poa.
hawa ambao wamesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matatizo yanaanzia hapa. Anaambiwa bwana, mtoto wangu, naam wewe wasali mashaallah, wewe una tabia nzuri, tamlisha nini mtoto wangu? Tamlisha tabia yako nzuri? Utamlisha hiyo dini yako au hizo swala zako? Maadamu amekuja kijana huyu kumposa binti yako na anayo sababu ya kupata riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka nituwe na yaqini na imani ya kwamba Allah atamtilia baraka kwa ile riziki anayopata. Lakini vijana wengi wanaogopa kuingilia masala ya ndoa kwa sababu ya hali ambazo zipo katika majumba yetu. Binti mwenyewe ukiangalia maisha wanayoishi ni maisha ya hohe hahe, lakini wao umekuja wanataka wewe uje pale ukiwa na maisha mazuri. Wanataka ukija uje ukiwa umebeba 500 kuendelea mbele. Ni biashara hibati fillah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسرهن مقومة. Nikaha zilizo na baraka, zilizo pata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni zile zenye qima kidogo katika mahari, ni zile zenye sahali katika mahari. Haimaanishi basi ushukishe mahari mpaka iwe kana kwamba hakuna mahari, la. Uende mathalan ukatake kumuoa binti wa watu, yani wewe unataka uambiwe mahari ni shilingi 100 au ni 1000, la, haimaanishi hivyo, bali ni makosa kisheria kufikia hadhi hii ya kwamba mahari ishukishwe mpaka ifikie hali ya kwamba hakuna mahari sehemu hii. Lakini anafanyiwa takhfifu yule aliyekuja. Huenda kawa aliyekuja kwa usahali wake 1,000,000 labda kwake ni kidogo, lakini kuna mwingine amekuja hata 200,000, 100,000 kwake ni shida. Sasa sisi tunafanya vikwazo, tunaweka vikwazo ili huyu apate tajiri, apate mwenye pesa, ili akaishi maisha mazuri. Ndiyo pale akasema aliyesema, anapokuja mwenye pesa anaambiwa haraka haraka, khairi imekuja huyo binti yetu, chukua khairi kama hii. Lakini anayekuja mwenye dini na akhlaq, wanasema ngojeni tukafanye istikhara. Tumeshawasikia, lakini wacha tufanye istikhara. Ikiwa ni khairi, basi inshallah tutakuita, tutakupigia simu. Ukiambiwa hivyo, ndugu yangu, usijisumbue kijana mwenzangu. Kiambiwa tutakupigia simu, wacha tufanye istikhara, tafuta sehemu uende. Hapa ndio tunajenga usra wa Kiislamu. Tunaujenga kiholela holela. Vipi tutaishi katika maisha ya ndoa? Baada ya hapa ya kwamba kijana huyu ashakubaliwa na familia ile, binti wa Kiislamu ashakubali kuolewa na Salim na Muhammad na Ali na Abdullah, kipi kinachofuatia baada ya hapa? Baada ya makubaliano ni kipi kinachofuatia? Ni yapi ambayo tunafanya katika maisha yetu haya, na ndoa zetu tunazifanya vipi? Je, tunajenga maisha yetu? Je, tupo katika aya Allah subhanahu wa ta'ala? Tunajenga familia zetu kwa uchaji Mungu na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, au sisi ni wale ambao tunazijenga familia zetu kwa maasiya, tunazijenga familia zetu kwa mambo ya kipuzi? Ndio yanayofanyika baada ya hapa. Biidhnillah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala akitupa fursa mara ya pili, tutakuja kuendelea na hutuba yetu, tuyaone baada ya hapa ni step gani ambayo inafanyika katika maharusi yetu, ambazo
zinafanywa katika ndoa zetu ambazo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haijaeleza mambo hayo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.